siku moja kabla ya chumba cha kwanza ndio alirudi. Lakini ukizungumza maana kamili ya ndoa, ndoa ina milima na mabonde. Ndoa kuna kupatana na kuna wakati mtapishana. Ni jambo la kawaida, ni la kuzungumzwa sana, kwa sababu wakati wanachumbiana walituambia, wakaoana ikawa hadhara wakatuambia, na wanapotokea wakapatwa kashikashi kwenye ndoa yao, sisi kama wanahabari tunapaswa pia kuwaambia wananchi nini kinaendelea, hasa ukiangalia ukubwa wa Kakahaji. Pia Manara tayari na Zailisa tayari kashakuwa, alikuwa Mrs. Manara. Kwa hiyo hapana shaka sisi kumzungumzia, na kinachozungumzwa ni kweli. Hawa watu wameachana, na ninavyojua mimi Zailisa tayari usiku wa kuamkia leo ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake tatu. Mengi yanazungumzwa, mengi yanazungumzwa, kila upande unatoa shutuma, lakini ukiangalia aina ya shutuma wanazoshutumiana wao, unajua kabisa ni shutuma ambazo zinaweza zikasawazishika, kwa sababu ukisema kwa upande wa ndugu wa Manara wanasema Zailisa hajui kupika. Jamani, kuna vyuo vinafundisha mapishi. Haya basi, ana roho mbaya. Vikao vingeendelea kukaa vya familia. Manara inasemekana kaka yangu anapita na marafiki zake, anapita na ndugu zake Zailisa, lakini pia walikuwa na nafasi, na kwa hapa tulipofikia inaonyesha wazi kwamba ndoa hii ilikuwa na gogoro tangu kitambo, na sisi wanahabari ni moja kati ya watu ambao tuliwahi kuripoti, na hii inaonyesha wazi kwamba hawa wawili, yani pinga pingua, lazima wangefika kwenye hali kama hii, kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili walikuwa wanaishi kwenye zizi moja ya kupigana, kuambiana maneno makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao. Na ukitaka kuamini, angalia kilichotokea jana usiku. Kuna story moja niliambiwa, mrembo wetu Zailisa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa, kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani, na Kakahaji yeye ndo akaja kama mwamuzi, na Kakahaji alipokuja akaamua akiwa upande wa dada wa kazi. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi, na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili, pande za watoto wa Manara na mfanyakazi na baba yao na yeye Zailisa. Kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni kwetu sisi. Hakuna furaha kabisa wawili wanapotengana, hakuna furaha kabisa ndoa inapovunjika. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nyie vijana kaka zetu, mnajifunza kuwa waume wa aina gani? Nadhani tubakie hapo, tupate somo. Yale mabaya tuache, mazuri yako tuyachukue. Lakini walitakaga bilioni 1 wale kwa kusema ni uongo. Zailisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima, na jana Zailisa mwenyewe amekiri kwamba alitoka kwa wiki nzima. Hii inaonyesha wazi kwamba aina kazi yetu pia ina ugumu wake. Wanahabari tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego. Sasa yale matusi yale ndio namalizia kusema, jumlisha yale matusi, jumlisha wala sheria kuojiwa, barua kubwa ambayo haijanifikia. Jamani, hii kazi ni mtego. Hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama, zungumza au andika vitu vya ukweli, usimsingizie mtu. Wajua wakati binadamu wanakutupia mawe, Mungu naye yupo anachozama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi moyo wangu thabiti sana. Mimi hapa niseme niwasamehe na nishawasamehe, lakini wabadilike maisha yako. Sasa ni mwaka kwa zile chats kwa sababu alipokuwa akijibishana kama watu wa maana Isa kama ndoa hawa lakini sasa kwanza
hawana subira, mengi tutasikia. Ni huzuni, haifurahishi kuona ndoa zinavunjika kila siku. Kwa kweli haifurahishi, kwa sababu ambazo unaona kabisa yani zinaweza kurekebishika. Kwa mfano Zailisa anaambiwa hajui kupika, mbona viko vio vinafundisha mapishi. Manara anaambiwa anapita na marafiki wa Zailisa na ndugu wa Zailisa, ni kiasi cha kukaa chini na kuyamaliza. Lakini kwa namna nyingine pia unaona wazi kwamba hawa watu gogoro lao halikuanza leo, na kupitia vyombo vya habari tumewahi kuzungumza kwa nia njema tu, kwa nia thabiti, tukirejea kwamba wao waweza kujiuliza kwa nini sasa mnaongea Haji Manara, na kiukweli kabisa zile za ndani ambazo Maimartha alikuwa akitupea kwamba Zailisa aliondoka tangu siku ya kwanza kwenye shughuli ya Hamisa Mobeto, akakaa wiki nzima, yakaja mambo ya bilioni 1, jana mwenyewe kayatoa yote kayamwaga hadharani. Niko na Maimartha wa Jesse, tutazungumza naye. Mama, habari yako? Salama, tunamshukuru Mungu. Karibuni sana. Marahaba. Tukupe hongera au tukupe pole? Mimi msinipe chochote. Na bwana, tumeona mtafaruku mzima ambao unatokea huko mjini Instagram. Huyu anamtupia huyu maneno, huyu anamtupia huyu maneno, sintofahamu ikawa kubwa. Mwisho wa siku taraka ikatoka. Kwa mujibu wa watu, wengine wanasema 3, wengine wanasema 1, lakini inaonekana walipokea sivyo ndivyo. Lakini ule ulikuwa ni ukweli. Na kusikia bwana, ukitaka nawe fidia zako. Vipi utaendelea? Sababu ushahidi umetolewa na moja ya sosi. Jambo langu mimi bado lipo kwenye taratibu, hasa jeshi la polisi. Mara kadhaa amekuwa akipigiwa, anapokea namba huyu, anapokea, lakini hivi, ila mimi napenda kufuata taratibu, lakini napenda niwakumbushe kwamba yeye kaka Haji ndo alinilazimisha mimi kufanya hivi. Yaani niliona kwa nini anafanya hivi ilhali yeye ndo alikosea mimi pakubwa. Ngoja basi na mimi nipigie tu moja hivi. Lakini mwisho hawana subira, mengi tutasikia. Ni huzuni, haifurahishi kuona ndoa zinavunjika kila siku. Kwa kweli haifurahishi, kwa sababu ambazo unaona kabisa yani zinaweza kurekebishika. Kwa mfano Zailisa anaambiwa hajui kupika, mbona viko vio vinafundisha mapishi. Manara anaambiwa anapita na marafiki wa Zailisa na ndugu wa Zailisa, ni kiasi cha kukaa chini na kuyamaliza. Lakini kwa namna nyingine pia unaona wazi kwamba hawa watu gogoro lao halikuanza leo, na kupitia vyombo vya habari tumewahi kuzungumza kwa nia njema tu, kwa nia thabiti, tukirejea kwamba wao waweza kujiuliza kwa nini sasa mnaongea